Na kusalimu asubuhi ya leo, mpendwa na rafiki yangu. Naomba nikukaribishe kwa ajili ya neno la Mungu. Ujumbe wetu unasema usiangalie ukubwa wa tatizo, angalia ahadi ya Mungu ndani ya tatizo. Kitabu cha Isaya mlango wa 7 na mstari wa 4. Ukamwambie, angalia, ukatulie, usiogope wala usife moyo kwa sababu ya miaka hii miwili. Mpendwa, unapoangalia ukubwa wa tatizo, si rahisi kuona ukuu wa Mungu. Lakini kama ndani yako kukabadilika na kudhamiria kuona ukuu wa Mungu badala ya ukuu wa tatizo, ni rahisi kuvuka kwenye tatizo, kwa sababu Mungu uliye naye unayemwabudu ni mkuu sana. Mungu tunayemwamini ni mkuu kuliko matatizo tunayokutana nayo. Ndio maana maandiko yanasema hapo mwanzo kulikuweko neno, na yote yalifanyika ndani ya neno. Pasipo neno hakuna kilichofanyika. Ni kumaanisha nini, mpendwa, asubuhi ya leo? Kwamba pito ambalo unapitia, jaribu ambalo unalo, halina ukuu kama Mungu aliyekuumba. Unapolitazama tatizo kama ni kubwa kuliko Mungu wako, unatengeneza mazingira ya wewe kushindwa kuendelea. Mungu anamtuma Isaya kwa mfalme huyu na kumwambia asiangalie miaka miwili ambaye adui amemzingira, amepanga vita juu yake. Aone miaka miwili kama ni siku mbili machoni pake, maana siku moja kwa Bwana ni kama miaka 1000, na miaka 1000 ni kama siku moja kwa Bwana. So Mungu anamwondoa huyu mfalme asitazame miaka miwili, lakini atulie na asiogope na asife moyo, maana kifa moyo hawezi kuona ukuu wa Mungu. Wakati mwingine tunashindwa kuona ukuu wa Mungu, tunabaki kuona matatizo kwa sababu ya kuogopa, kwa sababu ya kufa moyo. Wakati Daudi anakwenda kupigana na Goliath, maneno ya kwanza anayemwambia Sauli, anamwambia mtu yoyote asife moyo kwa sababu ya huyu Mfilisti, maana mimi nitakwenda kupigana naye. Daudi alisikia sifa nyingi za Goliath, jinsi alivyo na urefu na mapana, jinsi alivyo hodari wa vita. Lakini Daudi hakutazama urefu wa Goliath, hakutazama uwezo wake wa vita. Daudi alitazama uweza wa Mungu anayemwabudu. Ndio sababu kwenye uwanja wa vita Daudi anamwambia Sauli, wewe unanijia kwa mikuki na kwa mapanga, lakini mimi nitakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Daudi alikuza jina la Mungu wake. Alijua Mungu ndiye aliyemuumba Goliath, na Mungu ana uwezo wa kufanya chochote katika maisha yake. Kwambie mpendwa, asubuhi ya leo, usitazame tatizo. Nini kilichomzamisha Petro
Ni kwa sababu maandiko yanasema alipoona upepo akaona shaka. Unapotazama tatizo kwa ukubwa, hutaona mkono wa Mungu. Lakini ukimwona Mungu ndani ya tatizo, utavuka hilo tatizo. Wakati Musa na watuma wale watu 12 walipofika ile nchi ya Kanaani, wengine waliangalia ukubwa wa matatizo yao, na ndipo wanapoleta taarifa na kumwambia Musa, ile nchi hatuwezi kwenda kwa sababu kuna majitu, kwa sababu kuna watu warefu. Ni kwa sababu walitazama tatizo badala ya kutazama ahadi ya Mungu iliyekuwa ndani ya mji wa Kanaani ama nchi ya Kanaani. Mungu akupe neema ya kuona ukuu wake katikati ya mapito ulio nayo, bado umwone Mungu. Na ndio sababu maandiko yanasema katika Ufunuo sura ya 2 na mstari ule wa 10, usiogope mambo yatakayo kupata, lakini uwe mwaminifu, nami nitakupa taji. Kwamba unapotaka kumwona Mungu kwenye maisha yako, haijalishi vita unayepitia ni ya siku ngapi, anamwambia jambo hili naweza kuwa la miaka 2, lakini usife moyo. Ayamkini tatizo unalopitia ni la muda mrefu. Asubuhi ya leo naomba nikuambie usife moyo, maana yuko Mungu aliyekuumba, yuko mtetezi kwa sababu yako. Ndipo unaposoma kitabu cha Kutoka mlango wa 14 mstari wa 13 mpaka 14, Mungu anamwambia Musa awaambie watu wake wasiogope, maana Mungu atakwenda kuwafanyia wokovu. Anawaambia, maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena. Mungu anahamisha macho ya wana wa Israeli wasiendelee kuwatazama wa Misri, lakini wakamtazame Mungu aliye hai. Anamwambia, maana Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Asubuhi ya leo ni kuambie mpendwa, inua macho yako katika ulimwengu wa roho na utazame ukuu wa Mungu wako, kwamba Mungu aweza kutenda mambo yote, wala hakuna wa kumzuia asitende. Wacha nikuambie asubuhi ya leo, tatizo ambalo limesimama mbele yako halina uwezo kama Mungu unayemwabudu. Na tuombe. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu mwaminifu, ninakushukuru kwa mtoto wako asubuhi ya leo. Ayamkini kuna tatizo limesimama mbele yake, limemnyima amani, raha nafsini mwake. Mungu, naomba ujidhihirishe kwake katika jina la Yesu Kristo, aliyevunjika moyo na kukata tamaa. Mwinue tena kwa mara nyingine katika jina la Yesu. Amen. Ni rafiki yako Mwalimu Bishop Daniel Mathew, Arusha, Tanzania. Mawasiliano yangu alama ya jumlisha 255 766 92 11 70.